Mimi ni mbunge pekee niliyetangazwa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara. Lakini nisikitike kusema, nazungumza hapa tayari haya malalamiko ambayo nakwenda kuyazungumza nishazungumza na waziri mkuu. Na mimi ni mbunge halali niliyechaguliwa na kutangazwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa ninapozungumza najua kwamba inapotokea DC kwenye eneo lake anamwakilisha rais na mkuu wa mkoa anamwakilisha rais kwenye eneo lake la mkoa. Leo ninapofanya mkutano kama mbunge wa Tanzania na mwananchi wa Tanzania, DC anaamrisha watumishi wote waliopo wilaya ya Nkasi wasitoe ushirikiano. Waziri mkuu anajua. Nashukuru alinipa nafasi ya kunisikiliza. Lakini hakuna jambo lolote limefanyika mpaka leo. Nazungumza leo kama mbunge wa Nkasi. Yanayoendelea kule, kama msipochukua hatua kama mbunge na mzaliwa wa pale, tutatumia nguvu ya umma. Nimezungumza inapowezekana, nimetoa taarifa inapowezekana. Lakini mko kimya. Mimi naamini kama ni matatizo yake, chukueni hatua. Ila kama mmemtuma, mtamwacha aendelee kufanya anayofanya leo. Na mimi naamini waziri mkuu kama ingekuwa mimi ni mbunge wa CCM, angekuwa amechukua hatua mpaka leo. Nazungumza kwa uchungu mkubwa sana. Inafikia mahali mimi naambiwa kwamba diwani, kwa sababu katika kata 17 kwenye jimbo langu nina madiwani 4 wa Chadema, 13 ni CCM, na kwenda kwenye mkutano kutoa fedha mfuko wa jimbo, anaambiwa diwani wa CCM wasishiriki mkutano wangu, na wale walioshiriki wamepewa adhabu ya kutoa boksi 3 za malumalu. Leo mimi nimekuwa chanzo cha kujenga ofisi za Chama cha Mapinduzi. Kwa nini natendewa hayo kama Mtanzania? Utawala bora uko wapi? Jambo hili alifurahisha hata kidogo kwenye taifa letu. Unapomwambia mtumishi asiende kwenye mkutano wangu na mimi ni mbunge, nikitumia nguvu ya umma, nini kinatokea? Mheshimiwa Naibu Spika, tunapozungumzia neno lenyewe utawala bora, tunazungumzia utawala wa sheria. Tunazungumzia demokrasi. Tunazungumzia utu na haki za binadamu. Ndio maana tunasema tunahitaji katiba mpya. Tusifikiri katiba mpya kuhusu uchaguzi. Tuangalie na aina ya watu kama hawa ambao nawazungumzia leo. Kuna haja sasa kuitazama katiba mpya ambayo itaenda kuleta mabadiliko ya kupata viongozi wanaoenda kuendesha nchi kwa kufuata sheria, kanuni na utaratibu wa taifa letu.